Mseto Leo. Duru zetu alasiri. Duru zetu alasiri. Imetimia saa 10 kamili alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ambayo ni sawa na saa 9 kamili alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Leo ni Jumanne ya Mei 13 mwaka 2025. Hujambo msikilizaji, na huu ni wasaa wa Mseto Leo, na kwanza tunaanza na makala ya duru zetu alasiri inayokuletea dakika 30 za habari, uchambuzi, uchumi na biashara, bila kusahau michezo na burudani. Uko nami Amina Deogratias Semagogwa, na tulionayo katika duru zetu alasiri. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linamshikilia naibu katibu mkuu Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara, Amani Golugwa, kwa uchunguzi wa tuhuma za kusafiri kwa siri kwenda na kurudi nje ya Tanzania. Mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania KKKT Dr. Alexi Malasusa amesema viongozi wengi wamepoteza unyenyekevu kwa watu wanaowahudumia. Na mahakama nchini Kenya imeidhinisha kurejeshwa nchini Marekani kwa aliyekuwa mbunge wa Afghanistan Haji Abdallah Zahel. Tuma maoni yako kwa taarifa utakazozisikia katika makala hii kupitia nambari yetu ya 0692573615, na ujumbe wako tutausoma hapo baadaye. Tunaanza na taarifa ya habari ikisomwa kwako na Zawadi Bashemela. Karibu. Asante Amina. Kwanza ni habari za kitaifa. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linamshikilia naibu katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara, Amani Golugwa, kwa uchunguzi na watuhuma za kusafiri kwa siri kwenda na kurudi nje ya Tanzania. Taarifa ya jeshi hilo iliyotolewa leo mchana Jumanne imesema Golugwa amekamatwa saa 6:45 usiku uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere akiwa katika maandalizi ya kusafiri kuelekea Brussels nchini Ubelgiji. Aidha, taarifa zinaeleza zaidi kuwa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea na uchunguzi wa kina wa taarifa hizo kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama kuhusu swala hilo. Katika taarifa hiyo, jeshi la polisi limetoa wito kwa wananchi kuendelea kuwa watulivu wakati uchunguzi ukiendelea na kupuuza taarifa za upotoshaji kuhusu hatua hizo za kisheria zinazomhusu Golugwa. Awali, Chadema kupitia ukurasa wake wa kijamii wa X iliweka taarifa ya kukamatwa kwa Golugwa ikisema alikuwa anasafiri leo Mei 13 kuelekea nchini Ubelgiji kukiwakilisha chama katika mkutano wa International Democracy Union IDU unaoanza kesho nchini humo. Mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania KKKT Dr. Alex Malasusa amesema viongozi wengi wamepoteza unyenyekevu kwa watu wanaowahudumia, huku akisema wengine wanashindwa kutumia vizuri ndimi zao. Akizungumza leo kwenye ibada ya mazishi aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu Cleopa Msuya, Askofu Malasusa amesema hayati Msuya alitumia vizuri ulimi wake na kuwaweka watu wanaohudumia kuwa kipaumbele kwake. Lakini nimesikia wengi wa ngazi za chini wakisifu. Hawa wa chini hawa ndio ambao tulio wengi katika viongozi, hapo ndipo tunapofeli. Mimi nimepita mahali pengi kisijasikia mtu wilaya nzima wakamuita baba wa wilaya, baba wa Mwanga. Si kwa sababu nyingine, si kwa sababu ya uzee au kwa sababu ya umri, ni kwa sababu ya alama, kwa sababu ya upendo alioweka kwa watu wa chini. Mungu anatutuma sisi na anatupa nafasi hizi tulizo nazo ili tuwaangalie hao watu wa chini. Alikuwa sababu kubwa ya kuwafanya wengi watabasamu.
Viongozi mbalimbali wakiongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wameshiriki ibada ya mazishi ya hayati Msuya iliyofanyika kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Kristo Mchungaji Mwema, usharika wa Usangi Kivindu, Dayosisi ya Mwanga, jimbo la Kaskazini mkoani Kilimanjaro, na baadaye maziko yanayoendelea kwa sasa nyumbani kwake Usangi. Msuya ambaye alizaliwa mwaka 1931 katika kijiji cha Chomvu, Usangi, wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro, alifariki dunia Mei 7 mwaka huu kwa ugonjwa wa moyo wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam. Shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC limezitaka kampuni zinazohusika na usafirishaji wa mizigo katika ziwa Tanganyika kuepuka kurundika mizigo bandarini ili kuepusha migogoro na wamiliki wa mizigo. Akizungumza katika kikao cha wadau wa usafirishaji kwa njia ya maji kupitia ziwa Tanganyika, afisa mkuu udhibiti huduma za bandari na usafirishaji kutoka TASAC, Bwana Sylvester Clemens, amewataka wadau hao kuepusha migogoro wakati serikali pia ikikosa mapato kwa kupoteza wadau wa bandari. Na kuna wengine wanaingia kwenye industry kwa pupa, anafanya kazi lakini hajui miongozo yoyote ya utoaji wa mizigo humo ndani, taratibu zake ziko vipi, sheria zinasemaje, kanuni zinasemaje. Mwisho wa siku analezi migogoro, ubishi. Serikali inapoteza mapato kwa kiasi kikubwa kwa sababu huyu mtu anafanya gizani, hatumtambui. Unaelewa? Hatumtambui, amejificha, anafanya kinyume na utaratibu. Wadau wa usafirishaji bandarini Hussein Kinga na Abdurrahmani Omari wameeleza kwamba taratibu zinazowekwa na serikali ndio chanzo cha mizigo kushindwa kutolewa kwa wakati. Lazima kuwepo na taratibu za shipping line au shipping agent kupokea documents za mzigo husika ili tuweze kupakia katika taratibu ambazo bandari inaelekeza. Ni TPA wanaohusika na upakizaji wa mizigo wajiweke standby na kutujulisha kwamba meli fulani tumeshapokea loading plan yake, itapaki kwenye sehemu ya kupakilia ndio mizigo ianze kupakizwa. Tatizo linakuja jitokeza, wale wageni wanaokuja na meli kutoka kwao wana sheria, wana taratibu zao na kanuni zao. Sasa kuzishika taratibu zetu inakuwa kwao ni ngumu. Miundombinu ya kibandari ya kizamani, lakini kupitia serikali yetu ya awamu ya 6 basi wameendelea kuboresha bandari hizo. Serikali imeomba kufanya jitihada za kuboresha ufugaji wa samaki katika ziwa Victoria ili kuongeza upatikanaji wa kitoweo hicho ambacho kimekuwa ghali kwa wakazi wengi wa kanda ya ziwa kuweza kumudu bei yake. Baadhi ya wakazi wa jiji la Mwanza wameambia Radio Kwizera kuwa bei ya samaki ni kati ya shilingi 10,000 hadi 30,000 kutegemea na eneo na upatikanaji. Hivyo wananchi wengi wenye kipato cha chini hawawezi kumudu gharama yake. Wakazi hao Musa Richard, Lucy Dickson na Teddy Luisi ambaye ni mfanyabiashara wa samaki katika eneo la Kamanga jijini Mwanza wamesema serikali ihamasishe zaidi ufugaji wa samaki kwani mahitaji yake yameongezeka. Mwanza watu wasahau kula samaki. Tu Mwanza wanakula dagaa. Samaki zote zinazolewa zinaenda kijijini. Shinyanga, Kahama, Tabora, Nzega, kwenda mbele huko. Samaki wanaziona kwamba hizo hapo zinapita zinaenda hadi 30. Wengine watu wametoka Dar kabisa nakwambia kuchukua hapa. Ni bora nende nikachukue Dar, maana bei zinafanana. Mboga unakuwa changamoto. Dagaa ni hamna, samaki hamna. Samaki wenyewe ukipatikana ndio hivyo bei inakuwa juu. Patikanaje yani sisi hapo tunakuwa tunahangaika. Yani asilimia kubwa tunakuwa mboga za majani mpaka watakapofungua giza. Kwa mujibu wa ofisi ya uvuvi ya mkoa wa Mwanza imeeleza kuwa serikali imewezesha upatikanaji wa vizimba 161 vya kufuga samaki ikiwa ni jitihada za kuongeza upatikanaji wa samaki na pia kuongeza kipato kwa wafugaji. Na sasa ni habari za kimataifa. Mahakama nchini Kenya imeidhinisha kurejeshwa nchini Marekani kwa aliyekuwa mbunge wa Afghanistan Haji Abdul Zahel Qadir, na bwana Qadir anakabiliwa na mashtaka ya kula njama ya kuingiza dawa za kulevya na kumiliki bunduki nchini humo licha ya yeye kukanusha mashtaka, na anasema kesi hiyo inachochewa na msukumo wa kisiasa. Hakimu mkuu mwandamizi Ben Mark Ekubi amesema ombi hilo la kurejeshwa lilihalalishwa na akaamuru Qadir akabidhiwe kwa mamlaka ya Marekani. Marekani ilitoa waranti ya kukamatwa kwake mwezi Machi mwaka 2025 na alikamatwa jijini Nairobi baada ya kuasiri Kenya kutoka Kabul na amekuwa akishikiliwa na mamlaka tangu wakati huo.
Wakili wake amesema mahakama ilipuuza hoja muhimu za utetezi, akitaka rufaa dhidi ya uamuzi huo. Kuadir atazuiliwa gerezani huku rufaa ikisikilizwa, na rufaa yake ikikataliwa atapelekwa Marekani ndani ya siku 15. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema bado hajapokea majibu kutoka Urusi juu ya ombi lake la kutaka kutane ana kwa ana na Rais Vladimir Putin nchini Uturuki baadaye wiki hii. Zelensky amesema hayo kupitia hotuba yake kwa taifa aliyoitoa usiku wa kuamkia leo. Ofisi yake imesisitiza Zelensky anataka kukutana na Rais Putin na sio wawakilishi wengine wa Urusi kwenye mazungumzo yaliyopendekezwa na Putin mwenyewe mwishoni mwa wiki iliyopita. Hadi sasa Moscow haijasema chochote kuhusu uwezekano wa Putin kukutana na Zelensky siku ya Alhamisi mjini Istanbul. Wakati hayo yakijiri, maandalizi ya awali ya mkutano kati ya pande hizo mbili yameanza kwa mazungumzo ya maofisa wa ngazi ya juu. Waza Wazua. Msikilizaji, kanuni ya kuishi vizuri na walimwengu ni kujikita katika kusimamia ni nini sahihi badala ya ni nani ni sahihi. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa duru habari jioni ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 2 usiku utasikiliza taarifa nyingine ya habari. Taarifa ya habari imesoma kwako na Zawadi Bashemela, na unaendelea kusikiliza makala hii ya duru zetu alasiri kutoka Radio Kwizera FM, na kukumbusha msikilizaji kuendelea kutoa maoni yako kuchangia taarifa zetu kupitia nambari yetu ya 0692573615 na ujumbe wako utausoma hapo baadaye. Unaendelea kusikiliza makala ya duru zetu alasiri. Habari kuu leo hii: Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linamshikilia naibu katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara, Amani Golugwa, kwa uchunguzi wa tuhuma za kusafiri kwa siri kwenda na kurudi nje ya Tanzania. Mkuu wa Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania KKKT Dr. Alexi Malasusa amesema viongozi wengi wamepoteza unyenyekevu kwa watu wanaowahudumia. Na mahakama nchini Kenya imeidhinisha kurejeshwa nchini Marekani kwa aliyekuwa mbunge wa Afghanistan Haji Abdul Zahel. Ikiwa tayari ni saa 10 na dakika 13 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ambayo ni sawa na saa 9 na dakika 13 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni Radio Kwizera FM ambayo inakutangazia kutoka mjini Ngara, Kagera nchini Tanzania. Na sasa msikilizaji, ni wasaa wa uchambuzi yakinifu wa habari zetu. Muungano wa upinzani nchini Kenya umemshutumu Rais William Ruto kwa kuwateua makamishna wa tume huru ya uchaguzi na mipaka bila mashauriano ya pamoja, hatua wanayosema inaweza kuhatarisha uhalali wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amesema uteuzi huo umepuzilia mbali mapendekezo ya mazungumzo ya kitaifa yaliyoainishwa kwenye ripoti ya NADCO, akisisitiza kuwa uteuzi wa Erastus Edung kuwa mwenyekiti mpya wa IEBC ni ukiukaji wa uwiano wa kisiasa na kupunguza imani ya umma kwa tume hiyo. Laurent Gelvas amezungumza na mwanamajumui wa Afrika Bwana Adrian Sebudema, ambapo ameanza kwa kumuuliza malalamiko ya vyama hivi yana maana gani.
vyama hivi vimebariki ile katiba ya Kenya, na hata katika majarida mbalimbali hawa viongozi wanaolalamika leo wamewahi kubariki na kusifia katiba ya Kenya kwamba ni katiba ambayo ni nzuri, ambapo katika mchakato mzima wa kuteua mwenyekiti wa Tume ya Taifa na Mipaka ya Kenya IEBC, lakini pia wale makamishina yake, kunakuwa na jopo la uteuzi ambalo lile jopo la uteuzi linampelekea majina wanaodhani ni sahihi kwa William Ruto, ambapo miongoni mwa majina mawili lazima yawe ya mwenyekiti ama wenye viti ili ateue mmoja. Kwa hiyo ni mlolongo ambao wao wenyewe waliusifia, lakini leo naona wanaukataa. Tukumbuke miongoni mwa watu walioteuliwa kuwa ni makamishina, lakini pia huyu mwenyekiti ni watu ambao kimsingi mmoja wapo alikuwa ni mwenyekiti wa vyama vya siasa ama msajili wa vyama vya siasa nchini Kenya, ambao wao wenyewe walituambia ni mtu ambaye hana chama, lakini leo wanalalamika. Miongoni mwa wanaoshinikiza kwamba uteuzi huo una upendeleo fulani kwa chama tawala ni Kalonzo Musyoka ambaye ni kiongozi wa chama cha Wiper. Unadhani malalamiko yake yana mashiko katika hili ambalo linaendelea? Malalamiko yoyote kwenye kisiasa huwa tunasema kifalsafa yana mashiko, inatokana tu ni kwamba wale wanaomuunga mkono, lakini pia kwa upande mwingine watu wanaoonelea mambo kinagaubaga wanachukuliaje. Lakini kimsingi narudi pale pale kwamba katika mchakato wa uteuzi wa Kenya mlolongo huwa unafuatwa, na tukumbuke hamna mtu yoyote katika siasa ambaye ni mgeni. Cha msingi ni ule uzalendo wa kweli tu kwamba rais ameamuaje, na je anajipendelea ama hapendelei, ama ana mlengo fulani ama hana mlengo fulani. Leo hamna uwezekano wa kumteua Erastus Endungu Ethoki kuwa mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi lakini pia mipaka ya Kenya wakati hajulikani hata kidogo. Mimi naamini huwa kuna kitu kinaitwa vetting kinafanyika. Rais hawezi kuteua mtu yoyote kama yuko makini bila kufanyiwa vetting. Na kwenye zile vetting wanaangalia vigezo mbalimbali. Lakini yote kwa yote, as far as wa Kenya wanatuambia kwenye katiba yao kwamba huyu jamaa ambaye ameteuliwa hana chama chochote, yuko free. Lakini kwa upande mwingine makamishina walioteuliwa ni wale ambao walikuwa kwenye vyama vya siasa, kwenye usajili wa vyama vya siasa na wasiwe na chama chochote na kadhalika. Mimi naona machiko yake ni kwa pale tu kwamba wapinzani wa Kenya kwa asilimia kubwa wamemchoka Ruto, lakini kwa watawala, lakini kwa upande mwingine watu ambao wanamuunga mkono Ruto, mimi naona wanabariki sana kwa sababu katiba imefuatwa. Na baada ya pale sio kwamba tu majina yameshapita, inabidi yaende bungeni. Yakishaenda bungeni ndio yatathibitisha kwamba hawa tumewapitisha ama la. Kinacholalamikiwa na vyama vya upinzani nchini Kenya ni sawia kabisa na kile ambacho kinalalamikiwa hapa nchini Tanzania na baadhi ya vyama vya upinzani. Hawa ambao wanasimamia uchaguzi wamekuwa moja kwa moja wakiteuliwa na mamlaka ambazo ziko madarakani. Hii huioni kileta madhara katika upande inapofika wakati wa uchaguzi, hasa kutokana na vile vyama ambavyo vina nguvu, ambavyo vina mamlaka ya mwisho kuteua? Kwa Tanzania kwa sababu bado michakato inaendelea na mambo mengine yako mahakamani na wengine wanaolalamika bado wana kesi mahakamani, naomba niipende kidogo. Lakini kwa Kenya mimi naona ni ule msimamo uliopo, kwa sababu tukumbuke miongoni mwa watu ambao walishiriki kwenye hii katiba ya 2010 ya Kenya ambayo wao wanaita ni katiba bora, lakini kwa upande mwingine barani Afrika baada ile katiba ya Ghana wanasema Kenya ndio katiba ya kuigwa bara zima la Afrika, lakini pia ile ya Afrika Kusini. Wao wanajitanabaisha kwamba ni katiba bora, na wakati wa uteuzi walishathibitisha kabisa kwamba sisi tutaendelea kukubali huu uteuzi ambao unafanyika na rais. Ni sauti ya mwanamajumui wa Afrika Bwana Adrian Sebudema wakati akizungumza na Laurent Gelvas. Tunasonga mbele na uchambuzi wa kinifu habari zetu. Hisa katika masoko ya biashara zimepanda jana Jumatatu baada ya Marekani na China kufanya mazungumzo ya kibiashara yaliyokuwa na tija. Mataifa hayo mawili yamekubaliana kutangaza kupunguza ushuru wa ziada kwa siku 90, hatua iliyochochea matumaini kwamba pande hizo mbili hatimaye zitamaliza mvutano wao uliosababisha mtikisiko kwenye masoko ya dunia. Laurent Gelvas amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na uchumi na wakili Bwana Rogers Edward Mbonipa ili kuangalia mtazamo wake. Asante sana mtangazaji Gelvas. Kimsingi ni kwamba hatua hiyo ni njema kwa sababu
China ni dola ya pili kiuchumi duniani, wakati Marekani ikiwa ni dola ya kwanza. Sasa wakitengeneza mazingira ya kuwekeana vikwazo, huyu anamathiri huyu anamwathiri mtu, kila mmoja ataathirika. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba kwa namna moja ama nyingine wote wameona kwamba wanachokupoteza, na hivyo kutafuta namna bora ya kuweza kupunguza changamoto na wafanye biashara katika namna ambayo haiwaangamizi au kuwaumiza wao wenyewe, kwa sababu Marekani pengine alidhani kwamba atamfanya China aumie zaidi, lakini inaonekana naye ameona kwamba ana kitu cha kupoteza. Kwa hiyo ni ishara nzuri katika ushirikiano wa kimataifa kati ya madola haya mawili yenye nguvu kiuchumi duniani. Kwa muda ambao umekuwepo wa mtanziko huu wa masuala ya kibiashara kati ya mataifa haya mawili, kwa mtazamo wako nahisi yamepoteza au yameingia hasara kiasi gani? Hasara ni kubwa, kwa sababu kwa muda kadhaa toka Rais Trump aanzishe utitiri au vikwazo hivi dhidi ya China, ni kwamba hata Marekani yenyewe maana yake na yenyewe imepoteza soko lake China. Mfano, Marekani imekuwa ikiuza mahindi kwenye soko la China, ambapo China imekuwa ikitumia mahindi hayo kwa ajili ya uzalishaji wake wa mifugo kama nguruwe na mambo mengine kama hayo. Lakini pia bidhaa mbalimbali, kulikuwa kuna magari yanayotumia umeme ambayo China alikuwa amekusha ingiza na alikuwa anafanya vizuri kuliko hata hizi Tesla za Elon Musk. Kwa hiyo hasara ni kubwa, ukisema tuikadiria au kuiweka katika figa, ni hasara kubwa sana, lakini kimsingi itoshe tu kusema kwamba hasara ni kubwa kiuchumi ambayo mataifa haya yote mawili kwa pamoja yamepata, na ndio maana tunaweza kuona yamekuja kwenye meza ya mazungumzo ili kuhakikisha hasara haiendelei. Kwa hali ambayo imekuwepo ya mgogoro huu wa kibiashara kati ya Marekani pamoja na China, hivi karibuni pia tunakumbuka kulikuwa na mgogoro wa kibiashara hapa nchini Tanzania dhidi ya Malawi pamoja na Afrika ya Kusini. Hii pengine inatoa fundisho gani katika upande wa diplomasia na biashara? Hii inatoa fundisho kwamba hata uwe mkubwa au mbabe kiasi gani, so long as tupo duniani tunahitajiana. Na kwa mfano ukiangalia kama Tanzania, Malawi na Afrika Kusini ni majirani katika ukanda huu wa SADC, na tuna mkataba au protokali ya ushirikiano wa kibiashara katika nchi za kusini mwa Afrika. Kwa hiyo utaona kwamba hii inatoa funzo kwamba huwezi kwenda mwenyewe au huwezi kujitenga ama kukaa mwenyewe kama kisiwa katika dunia hii ya utandawazi. Kwa hiyo inatoa funzo kwamba ushirikiano ni muhimu, lakini uwe ni ushirikiano unaoheshimu na kuthamini utu wa wenzako. Kwa hiyo hakuna mbadala wa kujitenga. Ndio funzo ambalo wote waliojaribu kuwekeana vikwazo wamelipata. Hiyo ilikuwa ni sauti ya mchambuzi wa masuala ya kisiasa na uchumi, lakini pia ni wakili Bwana Rogers Edward Mbonimpa wakati akizungumza na Laurent Gelvas. Na sasa msikilizaji, ni wasaa wa Duru Uchumi na Biashara, ambapo tunaanza kwa kuangazia taarifa kuwa wakulima na wadau wa zao la kahawa wilayani Muleba mkoani Kagera wameiomba serikali kuweka mfumo rasmi wa kukopeshwa pesa ili kuepukana na changamoto za baadhi yao kuuza kahawa kwa njia ya magendo. Wamesema baadhi yao hulazimika kuuza kahawa kwa njia zisizo rasmi kutokana na ugumu wa maisha na utaratibu usio mzuri wa uuzaji wa zao hilo. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Muleba mkoani Kagera Dr. Abeli Nyamahanga amesema serikali imeweka utaratibu rasmi za uuzaji wa zao la kahawa, hivyo kila mkulima anapaswa kuzingatia taratibu hizo ili kuepuka hasara ambazo wamekuwa wakizipata wakulima, na kwamba atakayebainika akiuza kahawa kwa njia ya magendo, hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Na kwingineko ni kwamba wataalamu wa usimamizi wa fedha wamesema ni muhimu kuwepo kwa ubunifu, mageuzi ya kimkakati na uundaji wa thamani ya muda mrefu katika usimamizi wa fedha badala ya kutumia mbinu za jadi. Wamesema kufanya hivyo kutaimarisha shughuli za usimamizi wa fedha nchini na katika ukanda wa Afrika Mashariki kwa ujumla wake. Hayo yameelezwa na mkurugenzi mtendaji wa ABC Tanzania Abel Lais wakati wa mkutano wa 10 wa maofisa wakuu wa fedha uliohudhuriwa na wataalamu zaidi ya 100 kutoka Afrika Mashariki. Na kwa kutamatisha Duru Uchumi na Biashara ni kwamba naibu waziri wa fedha Hamadi Chande amesema serikali ya Tanzania na Zambia zimefanya majadiliano na serikali ya China ili kuboresha reli ya Tazara kupitia kampuni ya CECC. Amesema serikali inafanya jitihada za kuhakikisha sekta binafsi inawekeza katika
miradi mbalimbali nchini, lengo ikiwa ni kuongeza ushiriki wa sekta hizo katika uboreshaji wa miradi mbalimbali. Ni hayo tu katika duru uchumi na biashara. Sasa msikilizaji, ni wasaa wa duru michezoni na Marco Pastori, karibu. Asante sana, bila shaka umeshinda salama. Nimeshinda salama kabisa. Jambo jema. Nikufahamishe machache kati ya mengi ambayo itakuwa vyema ukiyafahamu. Na hii ni kuhusiana na michezo mbalimbali ambayo inachezwa hivi sasa, hasa kwa hapa kwetu Tanzania. Ni dakika ya 7, Ken Gold anacheza na Pamba Jiji, lakini bado milango ni migumu kwa pande zote. Halikadhalika Yanga anacheza na Namungo ikiwa dakika ni ya 10, lakini huko nako pia bado mambo ni magumu. Lakini pia wakati huo ni kukumbushia kwamba mchezo wa mapema umechezwa. JKT Tanzania wamecheza na Fountain Gate na JKT akafanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 3-1. Lakini pale saa 1 kamili za usiku kutakuwa na mchezo mwingine. Azam FC watakuwa wakicheza na Dodoma Jiji FC. Je, itakuwa vipi? Wewe usikose kufuatilia Sports Corner pale saa 2 dakika 15 usiku. Halikadhalika kimataifa nako pia kuna mengi. Ndio, ni kushukuru sana Marco kuhusiana na kimataifa. Msikilizaji, endelea kusikiliza kwenye Sports Corner. Asante sana Amina. Asante. Na kwa taarifa hizo za michezo na burudani, msikilizaji, natupia jicho katika nambari yetu nikiangazia kile ambacho umechangia katika taarifa zetu. Anaitwa Mateso Manana, yuko Nemba Biharamulo, anasema lala salama Mheshimiwa Msuya. Justin Richard anatoka pande za Mrugarama Ngara, jeshi la polisi mtieni mbaroni mtuhumiwa huyo. Asante hapo mjengoni kwa kutupasha taarifa mbalimbali. Huyu hapa anaitwa David Wilson anatoka Kiebite Megote Mleba, anasema huko Mwanza serikali iaminishe watu wafuge samaki, maana samaki hawaonekani na wakionekana bei inakuwa kubwa sana. Malaki Clement yuko Kazingati Keza, sio haja ya polisi kumshikilia naibu katibu mkuu wa Chadema, ilikuwa ahojiwe na nchi husika alipofanya ziara akiingia kinyume na sheria, ni vyema akaachiliwa. Ni hayo tu, ni machache kati ya yale mengi ambayo umetutumia msikilizaji, na kwa ujumbe huo ninatamatisha makala hii ya duru zetu alasiri. Nikukumbushe tu habari kuu tulizokuletea kwa siku ya leo. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linamshikilia naibu katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara, Amani Golugwa, kwa uchunguzi wa tuhuma za kusafiri kwa siri kwenda na kurudi nje ya Tanzania. Mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania KKKT Dr. Alex Malasusa amesema viongozi wengi wamepoteza unyenyekevu kwa watu wanaowahudumia. Na mahakama nchini Kenya imeidhinisha kurejeshwa nchini Marekani kwa aliyekuwa mbunge wa Afghanistan Haji Abdalla Zahel. Hadi kufikia hapo ndio tunafikia mwisho wa makala hii ya duru zetu alasiri. Kwa niaba ya mwandaji wa makala hii Laurent Gelvas na Zawadi Bashemela aliyekusomea taarifa ya habari, mimi ni Amina Deogratias Semagogwa, nasema asante, naendelea kusikiliza Mseto Leo. Hii ni Radio Kwizera FM.